nimeuliza hivi, nyie kama Chadema mliwahi kufikiria kwamba ACT wataunga mkono kwenda kusaini mambo haya ya uchaguzi, au mlishajiandaa na kujua kabisa kwamba ACT bwana ni rahisi sana kwenda kusaini, wataenda kusaini, na je kusaini kwao imewaathiri chochote, au mshajiandaa mkaona kwamba vyote tutakuwa sisi msimamo wetu uko vile na ituathiri kwa chochote? Asante sana. Kwa upande mmoja niseme tu kwamba tulikuwa tunajua, kwa sababu wenzetu wako kwenye serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar, kwa hiyo wasingeweza kushiriki kwenye kusaini kwa sababu ya mahusiano yao kule Zanzibar. Lakini Chadema haina cha kuluzu, kwa sababu sisi tunachopigania kwanza ni tunataka ubora wa maadili yenyewe, tunataka ubora wa sheria, tunataka ubora wa processes zote zinazofanyika. Kwa hiyo tusingeweza kushawishika tu kuingia kwenye kusaini maadili wakati kwanza tunajua wahusika wenyewe hawana maadili. Hao ambao wanatutaka tusaini hawana maadili. Wangekuwa na maadili yaliyotokea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa yasingetokea. Kwa hiyo kutulazimisha kusaini maadili ni kutulazimisha kusaini kitu ambacho wao wenyewe hawakitekelezi. Hiyo ni sura ya kwanza. Sasa kama wao hawatekelezi, watu wamepigwa risasi wote mnajua, alafu tunakwenda kusaini, tunasaini kumfurahisha nani? Tunasaini kwa malengo gani? Na kama kanuni ya maadili, dalili ya maadili ni nini? Dalili ya maadili ni kwamba wote tunaheshimu misingi ya maadili. Sasa kama wenyewe hawaheshimu misingi ya maadili, tunasaini ili tufanye nini? Kwa hiyo sisi nadhani hatuna sababu ya kumwiga mtu. Kila chama kina sababu zake za kuingia kwenye uchaguzi. Kila chama kina misimamo yake ya kwa nini haitaki kuingia kwenye uchaguzi. Chadema haiko kwenye kumfurahisha mtu yeyote au kutaka au haitafuti nafasi kwa ajili ya viongozi. Chadema inasimamia kulinda maslahi ya Watanzania. Kwa hiyo kama unapigania maslahi ya Watanzania, huwezi kushawishika tu kwenda kusaini kwa sababu tu unataka kufurahisha tume ya uchaguzi au unaogopa matisho yanayoletwa na serikali. Kwa hiyo nadhani difference kati ya Chadema na vyama vingine ya kwanza ni hiyo. Chadema haipiganii maslahi yake. Viongozi wa Chadema hawapiganii waingie bungeni wao. Kama maslahi ya Watanzania yatalindwa, ukiingia bungeni itasaidia nini wanachama wako ambao kila siku wanateseka? Kwa hiyo nafikiri lazima tuangalie hizo tofauti ya hao wanaoingia na misingi ambayo Chadema inasimamia. Sijui kama nimekuwekea vizuri. Nashukuru sana. Labda tu niliweke vizuri ili watu waweze kuelewa kabisa hilo swali alitaka alilishape. Anasema nini kutoshiriki kusaini haya makubaliano sio kuingia kwenye uchaguzi, hizo karatasi. What na una advantage na disadvantage yake, ama haina advantage yoyote? Kama unasema no reform no election alafu kasaini, na maana umekubaliana. Nini kilichopo nyuma ya hapo na nini kilichopo mbele? Ufafanuzi mdogo, kwa sababu watu wengi hawaelewi, na CCM wametumia nafasi hii kudanganya watu. Wanasema Chadema imefutwa miaka 5 haitashiriki siasa, Chadema imefanywaje? Yani kuna propaganda inachezwa. Hebu tufafanulie maana ya kusaini na kutosaini. Na ndio hicho utopolo wa CCM. Ndio hicho nimemuomba maelezo, atuelimishe, kwa sababu naona huko wanatuchanganya, hatuelewi. Kwa hiyo tueleweshe kidogo, tuna rekodi ili tuweze kusambaza na sisi kwenye magrupu ambao watu kama mimi ambao hatuelewi, ili tuweze kuelewa zaidi. Sasa kwanza niwaambie tu kwamba mali huwa sio kitu kinachosainiwa kwa mara ya kwanza. Ni kila uchaguzi, maadili ya uchaguzi huwa yanasainiwa na parties zifuatavyo. Anasaini vyama vyote vya siasa, wanasaini wagombea wenyewe, wale wanaogombea, kama ni urais, kama ni ubunge, wanasaini maadili.
na hili ni zoezi la kila mwaka wa uchaguzi. Anasaini waziri mkuu kwa niaba ya serikali kwamba watayazingatia wao kama serikali. Anasaini IGP kwa niaba ya polisi. Haya labda ni mambo ambayo watu wengi hamyajui. Maadili yanahusu hizi parties zote kwa pamoja, kwa maana ya serikali, kwa maana ya polisi, kwa maana ya vyama vya siasa na tume ya uchaguzi, kwamba katika maadili haya tutafanya 1, 2, 3, yale yote yanayohusiana na maadili. Sasa si mara ya kwanza, kwa hiyo ni kitu ambacho kimesainiwa miaka yote, lakini tuwahakikishie kwamba miaka yote pamoja na kwamba tuna sign, vyama vya upinzani havijawahi kupewa zile haki ambazo ziko kwenye maadili. Kwa hiyo kusaini na kutokusaini haina maana yoyote kwamba mwaka huu wale waliosaini watatimiziwa haki. Miaka yote hatujawahi kupata haki zile zinazotajwa kwenye maadili. Natoa mfano. Kwa mfano tuna sign kwamba vyombo vya habari na hasa vya serikali vitawapa haki sawa vyama vyote, CCM pamoja na vyama vya upinzani. Lakini wote mnajua kwamba hakuna hata mwaka moja vyama vya upinzani vimepewa haki kwa kupewa fair representation katika TBC ambayo ni chombo cha habari kinachoendeshwa na kodi ya Watanzania, wala kwenye magazeti ya serikali ambayo yanaendeshwa kwa kodi ya Watanzania. Lakini siku hizi wameingilia hata vyombo binafsi kama ITV huko nyuma kidogo ilikuwa inatoa fair, a little bit fair coverage, lakini kwa chaguzi hizi za mwisho zote hata hao wamekuwa wakibanwa. Na sasa hivi kama mnajua vyombo vya habari vyote hata shughuli zote za Chadema hazijawa covered. Kwa hiyo whether to sign au to sign, hakuna kitu kinachoongezeka au kitakachopungua. Whether usign hutapewa hizo haki, usipo sign hutapewa hizo haki. Hiyo ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, tishio la kwamba wataifuta au wataizuia Chadema kugombea, hiyo ni vitisho vya kawaida kwa serikali ya CCM. Nataka niwajulishe mambo yafuatayo. Kwanza tayari kuna petition mahakamani, sijui kama mnajua. Nadhani itapangiwa jaji kati ya Jumatatu na Jumanne. Imeingizwa na mawakili wa Chadema, sijui kama mnajua hiyo. Kwa hiyo petition tayari imeingia. Lakini kwa sababu hakuna haki katika nchi, ambayo ni exemplification ya hicho tunachojadili. Kwa sababu hakuna haki, hata hiyo kesi labda haitasikilizwa. Sasa utapataje haki wakati wewe unafuata taratibu za kikatiba kupinga hicho wanachokifanya, lakini majaji wako under instruction wasisikilize kesi? Kwa hiyo haki gani sasa unategemea kwamba utaipata kwa watu hao? Hilo la kwanza, kwamba tayari kuna kesi imeingizwa, wana challenge unconstitutionality ya maadili hayo. Kuna sababu za msingi sana kwamba haya maadili yenyewe ni unconstitutional jinsi yalivyokuwa drafted. Sasa hiyo kesi ndio imefailiwa, nafikiri aidha siku ya Jumatano au Alhamisi, sikumbuki exactly, lakini kopi ya kesi mimi ninayo, nimeisoma yote. Msingi wa kesi na uelewa, lakini kwa sababu nchi sio ya haki, basi hatutapewa hiyo haki. Sasa kama hatupewi haki ambayo ni ya kimahakama, mnategemea kwamba hata tukienda kwenye kusign alafu tukaenda kwenye uchaguzi ndio tutapewa haki? Kwa hiyo hakuna faida wala hakuna hasara wala tupotezi chochote kwa kutokusign, kwa sababu kwa kusign na kutokusign tutatendewa hivyo ambavyo tunatendewa hata sasa. Hilo la pili. Lakini la tatu, labda ni wafafanulie tu kwamba kimsingi sasa mwaka huu waliofanya ni ukiukwaji, kwa sababu maadili yanapaswa kusainiwa baada ya kuridhiwa na vyombo vya maamuzi ya chama. Huwezi kuitisha vyombo vya maamuzi kabla ya wakati. Wao wamefanya hivyo kwa sababu wao wenyewe wamevunja katiba ya nchi, wamekwenda kumchagua
mgombea wao tayari wameshamtangaza kwamba wanawagombea. Sisi wengine vyama vingine vyote vinawagombea. Sasa unaenda kusaini nini kama bado huna hata wagombea? Lakini ya pili, huwezi kwenda kusaini leo. Imebaki mwezi wa Aprili, leo ni tarehe 12. Kwa hiyo una nusu nzima ya mwezi Aprili, una mwezi ya Mei, una mwezi Juni. Mwezi Mei katikati kwenda mwanzoni mwa mwezi Juni ndio vyama kwa kawaida ndio vinaingia kwenye process ya uteuzi wa wagombea wao. Sasa leo tunasaini nini? Vikao vya uteuzi vitakuja kwenye mwezi Mei au mwishoni au mwanzoni mwa mwezi Juni. Sasa kwa hiyo tunachokwenda kusaini, tunasaini kwa sababu tunalazimishwa au tunasaini kwa sababu kuna misingi ya kusaini. Sasa nimesema msingi wa kusaini, kwanza maadili hayo hatukushirikishwa. Yamekuwa drafted, hatukushirikishwa. Katibu Mkuu Mnyika ameshaeleza kwamba aliandika barua akihoji maswali kadhaa katika maadili hayo, katika ile text ya maadili. Hata kujibu hatukujibiwa. Sasa kama barua hazijibiwi, wanategemea kwamba utaenda kutekelezewa haki. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba wanafanya vitu wanavyotaka wao, kwa sababu wanajua watatumia polisi, watatumia serikali, watatumia nani. Kwa hiyo whether usaini au usisaini haikuletei chochote. Wale waliosaini, mimi nafikiri wanasaini tu kwa sababu kama